Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu unayenisikiliza, na kusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Na napenda kukukaribisha tena, mtu wa Mungu, kwenye maombi yetu ya siku ya leo. Na siku ya leo ni siku ambayo tunaanza rasmi mfululizo wetu wa maombi ya mwezi wa 6. Ndugu msikilizaji, mwezi wetu wa 6 ni mwezi wa kuombea akili ili zifanye kazi sawa sawa na neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwezi wetu wa 6 ni mwezi wa kuombea akili ili zifanye kazi sawa sawa na neno la Mungu. Hivyo ndugu msikilizaji, ndani ya mwezi huu tutaombea sana akili zetu. Kwa hiyo jiandae, mtu wa Mungu, kuombea akili zako ili ziweze kufanya kazi sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba tuombe ili tuweze kuendelea mbele. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu ninakushukuru kwa ajili ya uaminifu wako. Mungu ninasema asante kwa ajili ya rehema zako. Baba yangu na Mungu wangu, usiku wa leo tunakuomba utufundishe tena. Ukaseme nasi neno la wakati, neno sahihi ambalo tunatakiwa kulisikia ndani ya mwezi wa 6. Lakini zaidi ya yote Baba yangu, ukatufungue, ukatusaidie, rehema zako zikatufunike katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen, mtu wa Mungu unayenisikiliza. Kama ambavyo nimekuambia ya kwamba mwezi wetu wa 6 ni mwezi wa kuombea akili ili zifanye kazi sawa sawa na neno la Mungu. Na ndani ya mwezi wa 6, mtu wa Mungu, tunasimama na mstari unaotoka kwenye Yeremia 4:22. Neno la Mungu linasema hivi: kwa maana watu wangu ni wapumbavu, hawanijui, ni watoto waliopungukiwa na akili, wala hawana ufahamu, ni wenye akili katika kutenda mabaya, bali katika kutenda mema hawana maarifa. Mtu wa Mungu, nimekuambia mwezi wetu wa 6 ni mwezi ambao tunaenda kuombea akili zetu ili ziweze kufanya kazi sawa sawa. Na ukisoma kitabu hiki cha Yeremia 4:22, unaona neno la Mungu ambavyo linasema ya kwamba watu wangu ni wapumbavu. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, unamuona Mungu ambavyo analalamika au anazungumza kwa habari ya watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Anasema watu wangu ni wapumbavu, hawanijui, ni watoto waliopungukiwa na akili. Bwana Yesu asifiwe. Wala hawana ufahamu, ni wenye akili katika kutenda mabaya. Ndio maana mtu wa Mungu, nimekuambia mwezi huu tunaombea akili zetu ili Mungu akituangalia asirudie haya maneno ambayo ameyasema kwa Yeremia, na Yeremia ametuandikia. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu, kichwa chetu cha somo la usiku wa leo kiandike, kinasema hivi: nyunyiza damu ya Yesu kwenye akili zako ili zifanye kazi sawa sawa na neno la Mungu. Narudia tena kichwa cha somo, andika: nyunyiza damu ya Yesu kwenye akili zako ili zifanye kazi sawa sawa na neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu, usiku wa leo hiki ndicho tutafanya: kunyunyiza damu ya Yesu kwenye akili zetu ili akili zetu zifanye kazi sawa sawa. Mtu wa Mungu, watu wengi huwa hawana utaratibu wa kuombea akili zao. Hawana tabia ambazo wamejiwekea kuombea akili zao. Wanazisahau sana, mtu wa Mungu. Na kwa sababu tunazisahau akili zetu, ni rahisi sana shetani akazitumia na tusione faida kwenye maisha yetu.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mtu wa Mungu, leo tutahakikisha tunaombea akili zetu ili zikombolewe, ili ziwe huru, ili Mungu akiziangalia aridhike. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nikupitishe kwenye maandiko utanielewa. Dada Krista, naomba nisomee Yeremia 4 mstari wa 22. Yeremia 4:22. Kwa maana watu wangu ni wapumbavu, hawanijui. Ni watoto waliopungukiwa na akili, wala hawana ufahamu. Ni wenye akili katika kutenda mabaya, bali katika kutenda mema hawana maarifa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, ili ni neno ambalo tutatembea nalo mwezi mzima, na tunaanza nalo sasa hivi. Yeremia ameandika maneno ambayo Mungu amesema, anasema na watoto wake, anasema na sisi. Neno la Mungu linasema hivi: kwa maana watu wangu ni wapumbavu, hawanijui. Kwa hiyo Mungu anaufafanua upumbavu ni kwa sababu hatumjui Mungu. Kwa hiyo mtu wa Mungu, ukiwa mpumbavu, maana yake haumjui Mungu, au ukiwa haumjui Mungu, maana yake wewe ni mpumbavu. Neno la Mungu linasema hivi: ni watoto waliopungukiwa na akili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wala hawana ufahamu. Kwa hiyo mtu wa Mungu, kama akili zako zimepunguka, maana yake haumjui Mungu, maana yake hauna akili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini ukiangalia, anasema ni watoto waliopungukiwa na akili. Maana yake mwanzo hao watoto walikuwa na akili, lakini sasa hivi akili zao zimepungua. Na haya ni maneno ambayo Mungu anasema na watoto wake. Anasema hivi: hawana ufahamu. Kwa hiyo mtu wa Mungu, ukiwa hauna ufahamu, unakuwa na kasoro ambayo Mungu akiangalia anasikitika. Ndio maana leo ametuagiza tunyunyize damu ya Yesu ili akili zetu zifunguliwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema hivi: ni wenye akili katika kutenda mabaya, bali katika kutenda mema hawana maarifa. Kwa hiyo unaona hapa kuna watu wana akili, lakini akili walizonazo ni kwenye kutenda mabaya tu, hawana maarifa kwenye kutenda mema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo mtu wa Mungu, nimekuambia leo tutaenda kuomba, na ukisoma hili andiko linakuonyesha aina ya watu ambao Mungu anasikitika nao. Na Mungu anasema ni watu wangu, manake ni watu wa Mungu, na anawazungumzia Mungu hao watu wake wana changamoto gani, na hiyo changamoto anataka kutusaidia nayo ndani ya mwezi huu, anataka kutusaidia nayo usiku huu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kundi la kwanza ambao watu Mungu anataka kuwasaidia ni wapumbavu, hawamjui Mungu. Kwa hiyo mtu wa Mungu, ukiona haumjui Mungu, maana yake wewe ni mpumbavu, na Mungu amekuita ili uombe akili zako, akusaidie, akufungue. Mtu wa Mungu, ndio maana anasema ni watoto wangu ni wapumbavu, hawanijui. Kwa hiyo mtu wa Mungu, ukiona haumjui Mungu, wewe ni mpumbavu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kundi la pili anasema ni watu waliopungukiwa na akili, wala hawana ufahamu. Kwa hiyo mtu wa Mungu, ukiona umepungukiwa na akili, wewe hauna ufahamu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anatamani kutusaidia. Mungu anatamani kutujaza akili zake ili tuwe na ufahamu, mtu wa Mungu, ili tusiangamie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kundi la tatu, Mungu anasema ni watu wenye akili katika kutenda mabaya, bali katika kutenda mema hawana maarifa. Kwa hiyo unaona watu wa kundi la tatu wana akili, lakini akili zao zote wanazitumia katika kutenda mabaya. Mungu anawaita hawa watu hawana maarifa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ngoja nikuonyeshe kitu, mtu wa Mungu, ukikosa maarifa Mungu anasemaje. Dada Krista, naomba nisomee Hosea 4 mstari wa 6. Hosea 4 mstari wa 6. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa,
Kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, mimi nami nitakukataa wewe. Usiwe kuhani kwangu mimi. Kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu wako, mimi nami nitawasahau watoto wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anasema hivi, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa hiyo mtu wa Mungu, unaliona kule kundi la tatu, wana akili katika kutenda mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini katika kutenda mema hawana maarifa. Na kwa sababu hauna maarifa, kwenye Hosea anamuelezea Mungu. Mungu anasema hivi, watu wangu. Hawa ni watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni wewe mtu wa Mungu. Anasema sababu ya kuangamizwa kwao ni kwa sababu hawana maarifa. Kwa sababu gani hauna maarifa, mtu wa Mungu? Hauna akili. Ndio maana leo mtu wa Mungu tunaombea akili zetu, tunazinyunyizia damu ya Yesu. Neno la Mungu linasema hivi, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa hiyo mtu wa Mungu, unaona changamoto nyingi kwenye maisha yako, sio kwa sababu umekosa maombi, hapana, umekosa maarifa. Ndio maana Mungu amekuita ili akuhudumie, ili akutoe kwenye maangamizi ambayo upo. Anataka kukupa maarifa. Amen. Na neno la Mungu linasema hivi, kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, mimi nami ninakukataa wewe. Kwa hiyo mtu wa Mungu, sio ya kwamba Mungu hataki kukupa maarifa, hapana. Anasema hivi, kwa kuwa wewe umeyakataa. Maana yake aliyekataa maarifa ni wewe. Hujaweka bidii kwenye kutafuta maarifa. Hujaweka bidii kwenye kujua maarifa yanapatikana wapi. Kwa hiyo Mungu akikuangalia anaona wewe umeyakataa maarifa. Umesema siyataki. Kwa hiyo Mungu akimwangalia mtu ambaye hana maarifa, hamuoni ya kwamba yeye tu imetokea hana maarifa, hapana. Anamuona ya kwamba ameyakataa maarifa. Na kwa sababu umeyakataa, Mungu anasema mimi nami nimekukataa wewe. Dada Kristo nisomee hilo andiko tena. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, mimi nami nitakukataa wewe. Usiwe kuhani kwangu mimi. Hapo hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anasema hivi, tunaangamizwa kwa kukosa maarifa. Sio tunaangamia, tunaangamizwa. Kwa hiyo kuna kitu ambacho kinakuangamiza. Kwa sababu gani kinakuangamiza? Hauna maarifa. Mungu akikuangalia kwenye maangamizo unayoyapitia, anasema umeyakataa maarifa. Kwa hiyo kwa sababu umeyakataa maarifa, anasema nimekukataa wewe. Kwa hiyo kama Mungu amekukataa, maanake Mungu anaenda pembeni, anakuacha kwenye maangamizi. Kwenye maangamizi unayoyapitia. Lakini anaendelea mbele, anasema hivi, usiwe kuhani kwangu. Mtu wa Mungu, kuhani ni nafasi ya juu. Kwa hiyo maana yake Mungu anakunyima nafasi. Kwa sababu umeyakataa maarifa, mimi nami nimekunyima nafasi. Kwa sababu umeyakataa maarifa, mimi nami nimekunyima mafanikio. Kwa sababu umeyakataa maarifa, mimi nami nimekunyima uzao. Asemi umenyimwa maarifa, anasema umeyakataa maarifa. Kwa hiyo level ya kukataa ni ya kwako mwenyewe. Sio shetani amewasababisha wakatae, hapana. Kwa hiyo mtu wa Mungu, kuombea akili ni jukumu lako. Mtu wa Mungu, kuombea akili yako ni jukumu lako. Amen. Ndio maana Mungu alipotuita kwenye mfungo, anataka kutusaidia. Kwa hiyo tuliposaidiwa, anasema sasa ombeeni akili zenu. Tafuteni maarifa. Kwa sababu watoto wangu ni wa kwake Mungu, sio wa mtu mwingine. Anasema hawanijui. Wapumbavu. Kwa hiyo mtu wa Mungu, ukiona wewe humjui Mungu, watu wengine wanaongea kama ni kitu cha sifa, mimi simjui Mungu. Mungu akiona hivyo anakuambia ni mpumbavu. Lakini anasema umetokana na nini? Umekataa maarifa. Ulipoyakataa maarifa, mtu wa Mungu, Mungu anasema mimi nimekukataa wewe. Tunaambiwa ya kwamba Mungu hamkatai mtu, lakini mtu wa Mungu ukikosa maarifa, Mungu anakukataa. Na anasema hivi, usiwe kuhani kwangu mimi. Kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu wako, mimi nami nitawasahau watoto wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, wewe ndio umeyakataa maarifa. Wewe ndio umekataa kuyatafuta maarifa. Mungu anasema amekukataa wewe. Lakini sio tu amekukataa wewe, amekunyima wewe kuwa kuhani. Lakini sio tu hivyo, anasema nimewakataa watoto wako.
wasiwe wa kwangu. Kwa hiyo mtu wa Mungu, kwa sababu ya wewe kukataa maarifa, umesababisha hadi kizazi chako kukataliwa. Umesababisha hadi wana wako kukataliwa. Ndio maana nimekwambia mtu wa Mungu, kuombea akili ni jukumu lako. Tutaombea akili. Mtu wa Mungu, tunaposema je tuombea akili, mtu mwingine anasema mimi nataka tuombee madeni. Hapana. Mungu anasema hivi, unaangamizwa kwa kukosa maarifa. Una madeni kwa sababu umekosa maarifa. Umetoka kwenye ndoa yako kwa sababu umekosa maarifa. Unaumia, unateseka, hauna kazi, hauna nafasi kwa sababu hauna maarifa. Ndivyo Mungu anatuambia. Hosea ametuandikia. Na hili ni neno la Mungu, mtu wa Mungu, kwa sababu yeye Hosea hana watu wote ni wa Mungu. Na Mungu anasema hivi, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, mimi nami nimekukataa wewe. Mungu ametoka kwenye kundi la watu wangu. Kaangalia, kawaona watu wake wengi. Kaona wote wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Alafu anakuja kwa mtu mmoja, anasema kwa kuwa wewe Irene unayenisikiliza, wewe James unayenisikiliza, wewe familia unayenisikiliza, Mungu anasema hivi, kwa kuwa wewe umenikataa mimi, umeyakataa maarifa, mimi nami nimekukataa wewe. Sasa kuna uhusiano gani wa wewe kuyakataa maarifa na Mungu kukataa wewe? Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana ukisoma kwenye Yeremia, mtu wa Mungu 4:22, anasema watu wangu ni wapumbavu, hawanijui, hawana akili, wamepungukiwa, wana akili katika kutenda mabaya. Kwa hiyo unamuona mtu anafanikiwa kwenye mabaya, anaongezeka kwenye mabaya, anafanikiwa kwenye umasikini. Kwa nini? Kwa sababu au mjui Mungu. Ndio maana mtu wa Mungu, leo tunaenda kuomba kumjua Mungu. Leo tunayatafuta maarifa. Ngoja nikuonyeshe andiko moja, mtu wa Mungu, utanielewa. Dada Kristo, nisomea Ayubu 22 mstari wa 21. Ayubu 22 mstari wa 21. Mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujia. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma hili andiko, neno la Mungu linasema hivi, mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujilia. Ukisoma juu kwenye Yeremia, Mungu anasema hivi, watu wangu ni wapumbavu, hawanijui. Ukisoma hapa anakuambia hivi, umeyakataa maarifa, nimekukataa. Kwa hiyo nimeacha uangamizwe. Na sio kwamba tu nimeacha uangamizwe wewe, nimekukataa kwenye nafasi ya ukuhani. Lakini sio tu hivyo, na watoto wako nimewasahau. Ukisoma kwenye Ayubu, neno la Mungu linasema hivi, mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujilia. Mtu wa Mungu, mema unayoyatafuta yamefungwa kwenye kumjua Mungu. Mema unayoyatafuta yamefungwa kwenye maarifa. Kwa hiyo manake mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo madeni yatakavyoondoka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mtu wa Mungu, unapomjua Mungu, amani inapatikana. Watu wengi mnalia, sina amani kwenye biashara, sina amani kwenye kazi, sina amani kwenye mafanikio, sina amani kwenye maisha yangu. Kwa nini hauna amani? Haumjui Mungu. Amani ya kweli imefungwa ndani ya Mungu. Amani ya kweli imefungwa kwenye kumjua Mungu. Kwa hiyo unaona hauna amani, Mungu anakuambia nijue mimi, mimi Mungu, ili uwe na amani. Lakini tu pia amani, mtu wa Mungu, inavuta mema. Ndio maana anasema mjue sana Mungu ili, cha kwanza, uwe na amani. Cha pili, ndivyo mema yatakavyokujilia. Kwa hiyo watu wengi mnatafuta mema yaje kwanza, unaacha amani. Lakini sio tu unataka amani, unaacha kumjua Mungu. Ndio maana Mungu anasema wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Alafu anasema mmeyakataa maarifa, nami nimewakataa nyinyi. Kwa sababu ukiyakubali maarifa, ukiyatafuta maarifa, manake unamjua Mungu. Kwa hiyo ukimjua Mungu, maangamizi yote yanatoka. Kwa hiyo mtu unaona umeelemewa kwenye bonde la uvuli wa mauti kwa sababu humjui Mungu. Unaona umeelemewa, unapita kwenye maji mengi, unagarikishwa kwa sababu humjui Mungu. Wakati neno la Mungu linasema hivi, utakapopita kwenye maji mengi hautagarikishwa. Kwa nini unaona garika? Au mjui Mungu. Unataka kazi au mtaki Mungu. Unataka uzao au mtaki Mungu. Unataka biashara au mtaki Mungu. Unataka mafanikio
au mtaki Mungu? Unataka nafasi au mtaki Mungu? Mungu anasema hivyo vyote vimefungwa ndani yake, nijue. Tafuta maarifa. Ndio maana nimekwambia mtu wa Mungu, tutaombea akili. Amen. Mtu mwingine ukiona utasema mimi akili yangu iko sawa sawa, omba kwanza ili tujue. Ndio maana nimekupitisha kwenye makundi matatu. Wa kwanza wapumbavu, hawamjui Mungu. La pili wamepungukiwa na akili. Ni watu walikuwa na akili lakini zimepungua, ziko chache. Ndio maana anasema hawana ufahamu. Kwa hiyo ukiona hauna ufahamu, maana yake akili zako zimepungua. Watatu wana akili katika kutenda mabaya, lakini katika kutenda mema Mungu anasema hawana maarifa. Lakini anasema kwa sababu gani hauna maarifa? Umemkataa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo mtu wa Mungu, ili uweze kuona unafanikiwa, akili. Lazima akili yako ifunguliwe. Na nimekwambia kila mwanadamu ana akili, hata mtoto mdogo. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana neno la Mungu linasema hivi, tulivyokuwa watoto tulizungumza kama watoto. Kwa hiyo kuna namna Mungu alituelewa kama watoto. Kuna namna Mungu anazitumia akili zetu kama watoto. Amen. Lakini anasema tulipokuwa watu wazima tukazungumza kama watu wazima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo kila mtu ana akili. Ndio maana tofauti ya wanadamu na wanyama ni akili, uwezo wa kufikiri. Amen. Uwezo wa kufanya maamuzi. Amen. Uwezo wa kupanga mipango. Amen. Uwezo wa kujua ya kupasayo kufanya. Amen. Ndio maana Mungu, kwa sababu ameweka akili yako ndani yako na wewe umeikataa, anasema umekataa maarifa. Au hujajishughulisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Au hujayatafuta. Amen. Lakini wewe uko busy kutafuta mema. Uko busy kutaka kazi. Mungu, mwezi wa 10 huu hujanipa kazi. Mungu, naumia mimi. Ndio vitu vinavyoendelea. Lakini Mungu anasema hivi, mjue sana Mungu ili uwe na amani. Amen. Ndivyo mema yatakavyokujilia. Kwa hiyo ndani ya mwezi huu, mtu wa Mungu, tutaombea akili zetu na Mungu atazitumia sawa sawa. Amen. Utaona amani ya Kristo itatuhifadhi mioyo yetu. Amani ya Kristo itatufunika nia zetu. Amen. Amani ya Kristo itakomboa akili zetu. Utaona mema. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ngoja mtu wa Mungu nikupeleke kwenye andiko moja, utanielewa. Dada Krista, naomba nisomee Danieli 9 mstari wa 20 hadi wa 22. Danieli 9 mstari wa 20 hadi wa 22. Basi hapo nilipokuwa nikisema na kuomba na kuiungama dhambi yangu na dhambi ya watu wangu Israeli, na kuomba dua yangu mbele za Bwana Mungu wangu kwa ajili ya mlima mtakatifu wa Mungu wangu, naam, nilipokuwa nikinena katika kuomba, mtu yule Gabrieli niliyemuona katika njozi hapo kwanza, akirushwa upesi, alinigusa panapo wakati wa dhabihu ya jioni. Akaniagiza, akaongea nami, akasema, Danieli, nimetokea sasa ili nikupe akili upate kufahamu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, ukisoma hili andiko, unamwona Danieli alikuwa anamuomba Mungu kwa habari ya changamoto walizokuwa wanapitia. Amen. Akanyenyekea mbele zake kwa kufunga na kuomba kama ambavyo tumefanya, mtu wa Mungu. Lakini neno la Mungu linasema hivi, malaika alipotokea kwenye mstari wa 22, akasema hivi, akaniagiza, akaongea nami, akasema, Danieli, nimetokea sasa ili nikupe akili upate kufahamu. Kwa hiyo unamuona Danieli kwenye changamoto aliyopitia. Alipokuwa anamuomba Mungu, malaika akuja kumwambia Danieli, nimekuja ili kwanza nikutoe mahali ulipo. Hapana. Anamwambia, nimekuja nikupe akili ili upate ufahamu. Kwa hiyo mtu wa Mungu, tumefunga na kuomba siku 3. Siku ya kwanza tumeutafuta uso wa Mungu. Siku ya pili tumeomba roho ya kuzaa sana na kuongezeka. Siku ya 3 tumekemea kila kinywa na kila tumbo. Mungu anasema sasa nimekuja niwapeni akili mpate ufahamu. Amen. Lakini kwanza ombeeni akili zenu. Amen. Ili Mungu aweze kuzitumia sawa sawa. Mungu haji kumwambia Danieli, nimekuja nishike mkono nikutoe. Nimekuja nikupe akili ili upate ufahamu. Amen. Manake Mungu amekuja kuleta maarifa kwa Danieli ili asiangamie. Amen. Amekuja amjue yeye kwanza.
kwanza ili awe na amani, mema anayoyataka hayaone. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Dada Krista, nisomee Danieli 9:22 Biblia habari njema. Danieli 9:22 Biblia habari njema. Basi akaniambia, Danieli, nimekuja kukupa hekima na uwezo wa kufahamu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimekwambia mtu wa Mungu, akili ni uwezo wa kukusaidia kujua mambo. Amen. Wa kukusaidia kupanga mambo. Amen. Kwa hiyo unamuona malaika anatokea anamwambia Danieli, nimekuja kukupa hekima na uwezo wa kufahamu. Amen. Maana yake anampa maarifa ili atoke kwenye changamoto aliyopo. Anampa maarifa ili atoke mahali alipo. Kwa hiyo mtu wa Mungu, ndani ya mwezi wa 6 tunapoombea akili zetu, Mungu atatupa uwezo wa hekima na ufahamu. Amen. Ili tutoke kwenye changamoto, ili tutoke kwenye maangamizi, ili tufanye sawa sawa na neno la Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo mtu wa Mungu, tunapoongelea akili, maana yake ni hekima. Ndio maana Mungu anasema hivi, umeyakataa maarifa, mimi nimekukataa wewe. Anasema usiwe kuhani kwangu. Mungu anamwambia Danieli, malaika yule anamwambia, nimekuja ili nikupe hekima na uwezo wa kufahamu. Maana yake hiyo hekima itakusaidia ukikaa. Utakuwa na hekima ya kutumia kiti, kutumia eneo. Kwa hiyo Mungu anakuambia hivi, unaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa hiyo maarifa yatakusaidia mtu wa Mungu kutoka mahali ulipo. Ngoja nikuonyeshe kitu kimoja. Dada Krista, nisomee Danieli 9 mstari wa 1 na wa 3. Danieli 9 mstari wa 1 na wa 3. Katika mwaka wa kwanza wa Dario mwana wa Ahasuero wa uzao wa Wamedi, aliyetawazwa kuwa mfalme juu ya milki ya Wakaldayo, nikamwelekezea Bwana Mungu uso wangu ili kutaka kwa maombi na dua pamoja na kufunga na kuvaa nguo za magunia na majivu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu nisomee wa 1, wa 2 na wa 3. Mstari wa 1 mpaka wa 3. Katika mwaka wa kwanza wa Dario mwana wa Ahasuero wa uzao wa Wamedi, aliyetawazwa kuwa mfalme juu ya milki ya Wakaldayo, katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake, mimi Danieli, kwa kuvisoma vitabu na lifahamu hesabu ya miaka ambayo neno la Bwana lilimjia Yeremia nabii, ya kuutimiza ukiwa wa Yerusalemu, yani miaka 70. Nikamwelekezea Bwana Mungu uso wangu ili kutaka kwa maombi na dua pamoja na kufunga na kuvaa nguo za magunia na majivu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, ukisoma ili andiko, Danieli anakuelezea ya kwamba katika mwaka wa kwanza wa Dario mwana wa Ahasuero wa uzao wa Wamedi, aliyetawaza kuwa mfalme juu ya milki ya Wakaldayo, kuna kitu Danieli alifanya. Anasema katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake, mimi Danieli, kwa kuvisoma vitabu na alifahamu hesabu ya miaka ambayo neno la Bwana lilimjia Yeremia nabii, ya kutimiza ukiwa wa Yerusalemu, yani miaka 70. Kwa hiyo unaona mstari wa 3, Danieli anasema, nikamwelekezea Bwana Mungu uso wangu ili kutaka kwa maombi na dua pamoja na kufunga na kuvaa nguo za magunia na majivu. Mtu wa Mungu, neno la Mungu linasema hivi, wanangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Alafu anasema hivi, kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, mimi nami nimekukataa wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema nimekukataa wewe usiwe kuhani kwangu. Na Mungu anakataa hadi watoto wako. Ukisoma ili andiko, unamuona Danieli kwa kuvisoma vitabu akafahamu. Kwa hiyo Danieli akukataa maarifa. Amen. Alikuwa anatafuta kujua ni kitu gani kimewaweka kwenye changamoto. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo ukisoma Danieli 9:20 na 22, mstari wa 22, unamuona malaika anamwambia Danieli, nimekuja ili nikupe akili uweze kufahamu. Amen. Ukisoma Biblia habari njema, malaika anamwambia, nimekuja kukupa hekima na uwezo wa kufahamu. Kwa hiyo mtu wa Mungu, kwa nini Mungu anataka tuombee akili zetu? Kwa sababu akili ni hekima. Akili ni uwezo wa kufahamu. Amen. Akili inazaa maarifa. Amen. Lakini unapoomba kwanza, unapofunga kwanza. Kwa hiyo Danieli asingeomba, asingetafuta, kwa hiyo asingetoka kwenye maangamizi. Neno la Mungu
anasema mnaangamia kwa kukosa maarifa. Danieli aliyatafuta maarifa ili atoke kwenye kuangamia. Kwa hiyo Mungu alipokuja kumsaidia Danieli alimkuta amepungukiwa na akili. Alimkuta ndo anasema nimekuja nikupe akili ili uweze kufahamu. Kwa hiyo mtu wa Mungu ukamwona Danieli alitafutaje? Kwa kufunga na kuomba na kujinyenyekeza kwa Bwana. Sisi tumefunga na kuomba, tumejinyenyekeza mbele za Bwana. Mungu anasema ombeeni akili zenu. Kwa nini tunaombea akili zetu? Tupate maarifa yatakayotusaidia ili tuweze kumjua Mungu, ili tuweze kuwa na amani. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana neno la Mungu linasema hivi, mimi ni Mungu nikufundishaye ili upate faida. Ndio maana akili njema inatoka kwa Mungu. Maarifa mema yanatoka kwa Mungu. Lakini cha kwanza usikatae. Anasema wewe umeyakataa. Umeyakataaje? Utafuti. Ujibidiishi. Mungu akikuangalia unalalamika. Lakini Mungu anasema nimekukataa wewe. Kwa hiyo mtu wa Mungu, kwanza una changamoto. Pili unaumia. Tatu unaangamia. 4 Mungu anakuambia nimekukataa. Sasa unasaidikaje? Sasa ili Mungu akusaidie, amesema ombeeni akili zenu. Ili nizitumie sawa sawa. Kwa hiyo unamwona Mungu ili amsaidie Danieli anampa akili. Bwana Yesu asifiwe. Anampa ufahamu. Anampa maarifa. Kwanza amjue Mungu ili awe na amani. Kwa hiyo unapata amani huku bado ukiwa una kazi. Unapata amani huku ukiwa bado una watoto. Alafu ukiipata hiyo amani anakuambia mema yanakujilia. Kwa hiyo baada ya hapo unaona mema yanaambatana na wewe. Mema yanaambatana na wewe. Kwa sababu hakuna mtu anayekaa na Mungu akaadhirika. Hakuna mtu anayekaa na Mungu akawa mauti. Kwa hiyo mtu wa Mungu ukitafuta wewe maarifa au poni peke yako na uzao. Na watoto. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja tuendelee mbele. Dada Krista, naomba nisomee Waebrania 9:20 hadi 22. Waebrania 9:20 hadi 22. Akisema, hii ni damu ya agano mliloamriwa na Mungu. Na ile hema nayo na vyombo vyote vya ibada alivinyunyuzia damu vivyo hivyo. Na katika Torati karibu vitu vyote usafishwa kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu, ukisoma hili andiko, neno la Mungu linasema hivi, akisema hii ni damu ya agano mlioamriwa na Mungu. Ndio maana leo tumesema tunaenda kunyunyizia damu ya Yesu kwenye akili zetu. Ili zifanye kazi sawa sawa na neno la Mungu. Na hiyo damu, mtu wa Mungu, ambayo tunanyunyizia, unaona maandiko yanasema ni damu ya agano mlioamriwa na Mungu. Kwa hiyo tunafanya neno sawa sawa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma mstari unafuatia anasema hivi, na ile hema nayo na vyombo vyote vya ibada alivinyunyizia damu vivyo hivyo. Kwa hiyo unaona vitu vyote, hadi hema, hadi vyombo vyote walivinyunyizia damu. Walifanya hivyo hivyo. Sasa kama walivyofanya wao, na sisi leo tunanyunyizia akili zetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma andiko linalofuatia anasema, na katika Torati karibu vitu vyote husafishwa kwa damu. Na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Kwa hiyo mtu wa Mungu, unaona katika Torati vitu vyote vilisafishwa kwa damu. Na anasema pasipo damu hakuna ondoleo. Na sisi leo, mtu wa Mungu, tunanyunyiza damu ya Yesu Kristo ili Mungu aokoe akili zetu. Ili Mungu akomboe akili zetu. Ili Mungu atupe maarifa. Bwana Yesu asifiwe. Ili Mungu tumuone yeye mema yatufuate. Bwana Yesu asifiwe. Tumjue yeye ndani ya damu yake. Tumuone yeye ndani ya damu yake. Tumuone yeye mapenzi yake ndani ya damu yake. Neno la Mungu linasema, na hiyo damu iliamriwa na Mungu kwa ajili yenu. Nasi tunaenda usiku wa leo, tunamwambia Mungu, tumekuja mbele zako na damu ya Yesu Kristo ambayo imeamriwa kwa ajili yetu. Tena ni damu bora ya agano ambayo Mungu uliitoa ukasema tufanye hivi. Mungu, nasi tunanyunyiza damu ya Yesu kwenye akili zetu. Tunaomba akili zetu zifunguliwe. Tunaomba akili zetu zisimamie mapenzi yako. Lakini uzikomboe. Kwa sababu neno la Mungu linasema hivi, kwa sababu umeyakataa maarifa, mimi nami nimekukataa wewe. Kwa hiyo mtu wa Mungu, unaponyunyiza damu ya Yesu
akili yako. Unamwonyesha Mungu, akili zangu hazijakukataa. Kwa hiyo Mungu usinikatae. Kama ulinikataa, angalia akili zangu sasa zina damu yako. Neno la Mungu linasema damu ya Yesu mtu wa Mungu ni manukato, ni harufu njema mtu wa Mungu. Inaponyunyizwa mahali inanena mema mtu wa Mungu. Kwa hiyo leo mtu wa Mungu, usiku wa leo mtu wa Mungu, damu ya Yesu ikikaa kwenye akili yako itaanza kunena mema. Amen. Mungu kama aliweka uso wako mbali, kama aliweka uso wake mbali, atauweka karibu. Amen. Kama alikukataa, ataanza kukukubali. Kwa sababu neno lake limetuambia kwenye Yeremia ya kwamba nyinyi ni wapumbavu kwa sababu hatumjui Mungu. Na sisi tumekubali usiku wa leo. Na tunamwambia Mungu tunataka kukujua. Amen. Kwa hiyo tunakuja na damu yako. Amen. Damu ambayo imeamriwa, damu ambayo ni damu ya agano, damu ambayo vyote vilisafishwa, damu ambayo vyote vilimwagiwa. Anasema pasipo damu hakuna ondoleo. Maana yake hakuna ondoleo la dhambi. Maana yake hakuna msamaha. Maana yake hakuna kupendwa. Maana yake hakuna kusaidiwa. Kwa hiyo sisi usiku wa leo tunaachilia damu ya Yesu kwenye akili zetu. Amen. Kwa sababu tunataka ondoleo kwenye akili zetu. Tunataka kupendwa kwenye akili zetu. Amen. Tunataka msaada kwenye akili zetu. Amen. Ili Mungu atupe nafasi ya kikuani na uzao wetu na watoto wetu tuweze kufunguliwa. Hebu mshukuru Mungu mahali ulipo mtu wa Mungu. Rekomanda kabade. Nakushukuru kwa rehema zako. Asante kwa fadhili zako. Rekomanda Asante kwa kabade. uaminifu wako. Zoromanda kabade. Tunakutukuza Mungu mwaminifu. Zorokomanda kabade. Tunakutukuza Mungu mwokozi. Rekomanda kabade. Asante kwa maarifa yako. Rekomanda Asante kwa kabade. neno lako. Zorokomanda Asante kwa kabade. kutufundisha, Zoromanda Bwana. kabade. Maana umesema Zoromanda wewe ni kabade. Mungu tufundishaye Zorokomanda ili kabade. tupate faida. Rekomanda Bwana Yesu. Zoromanda Asante kwa kabade. rehema zako. Asante Katika kwa jina la fadhili Yesu zako. Kristo. Nasikia andiko hili ndani yangu. Dada Krista, naomba nisomee Efeso 1 mstari wa 7a. Waefeso 1 mstari wa 7a. Katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi wetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo ndani ya damu yake tunao ukombozi wetu. Ndani ya damu yake tunalo tumaini letu. Amen. Ndani ya damu yake tunayo uwezo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Usiku wa leo. Usiku wa leo. Nanyunyiza damu ya Yesu. Nanyunyiza damu ya Yesu. Kwenye akili yangu. Kwenye akili yangu. Nanyunyiza damu ya Yesu. Nanyunyiza damu ya Yesu. Kwenye akili yangu. Kwenye akili yangu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Nanyunyiza Yesu. damu ya Yesu. Nanyunyiza damu Kwenye ya akili Yesu. zangu. Kwenye akili zangu. Nanyunyiza damu ya Yesu. Nanyunyiza damu ya Kwenye Yesu. akili zangu. Kwenye 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 akili zangu. Neno lako linasema, Neno lako linasema, hii ni damu, hii ni damu ya agano, ya agano iliyoamriwa na Mungu, nami kwa damu hiyo hiyo nanyunyiza kwenye akili yangu, kwenye akili yangu. Neno lako linasema katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi wetu. Kwa jina la Yesu usiku wa leo nanyunyiza damu ya Yesu kwenye akili yangu, nanyunyiza damu ya Yesu kwenye akili yangu, kwenye akili yangu, kwenye akili yangu. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu nanyunyiza damu ya Yesu kwenye fahamu zangu, kwenye fahamu zangu. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu nanyunyiza damu ya Yesu kwenye akili zangu, kwenye akili zangu. Kwa jina la Yesu nanyunyiza damu ya Yesu kwenye ubongo wangu, kwenye ubongo wangu. Kwa jina la Yesu usiku wa leo nanyunyiza damu ya Yesu kwenye akili zangu, kwenye akili zangu. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mtu wa Mungu, omba damu ya Yesu kwenye akili yako. Baba, katika jina la Yesu ninakuja leo, nanyunyiza damu ya Yesu kwenye akili yangu, nanyunyiza damu ya Yesu kwenye fahamu zangu, nanyunyiza damu ya Yesu kwenye fikra zangu. Ninaachilia damu ya Yesu, damu ile ya mwana kondoo ipite kwenye akili zangu, ipite kwenye fahamu zangu, ipite kwenye fikra zangu, ipite kwenye akili zangu, inifungue, ikaondoe kila ujinga, ikaondoe kila upumbavu, ikaondoe kila vifungo. Nanyunyiza damu ya Yesu, nanyunyiza damu ya Yesu, nanyunyiza damu ya Yesu, naachilia damu ya Yesu kwenye akili yangu, kwenye akili zangu, kwenye akili zangu. Nanyunyiza damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu akili zangu zinafunguliwa, kwa damu ya Yesu akili zangu zinafunguliwa. Maana kwa damu, kwa damu yake tunao ukombozi, tunao ukombozi. Nami leo nazikomboa akili zangu kwa damu ya Yesu, nazikomboa fahamu zangu
hiyo kwa damu. damu ya Yesu. Nyunyiza hiyo damu. Nakomboa akili Damu zangu. ya Yesu. Nakomboa akili Damu zangu ya Yesu. kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Kwa Yesu. damu ya Yesu. Kwa damu ya Kwa Yesu. damu ya Yesu. Nyunyiza hiyo Kwa damu. damu ya Yesu. Kwenye akili yako. Nanyunyiza Nyunyiza hiyo damu. akili zangu. Kwa damu ya Yesu. Nanyunyiza Sabazata. akili zangu. Zaramanda. Nanyunyiza Zakapatai. akili zangu. Zoromanda kaba. Nanyunyiza Rekopatai. damu ya Yesu. Zarabatai. Nanyunyiza Rekopatai. kwenye uwezo wangu Zaramanda. wa kufikiri, Zarakatai. wa kufanya maamuzi, Peleka hiyo wa damu ya Yesu. kutafakari. Peleka hiyo damu ya Yesu. Nanyunyiza Peleka hiyo damu damu ya ya Yesu. Yesu. Zaramanda. Nanyunyiza damu ya Endelea Yesu. kunyunyiza hiyo. Naachilia damu. Zapata. Damu ya Yesu. Zarabata. Damu ya Yesu. Zarabata. Ya ukombozi. Zarabata. Initakase. Zarabata. Inisafishe. Zarabata. Inifungue. Zarabata. Kwa damu ya Yesu. Zarabata. Kwa damu ya Yesu. Zarababa. Kwa damu ya Yesu. Zarababa. Kwa damu ya Yesu. Zarabata. Kwa damu ya Yesu. Zarababa. Kwa jina la Yesu. Endelea kuomba Kwa jina la utakusia. Yesu. Omba, omba. Nanyunyiza Omba, damu ya omba, Yesu omba, omba. kwenye fahamu zangu. Sopotapata. Nanyunyiza damu ya Yesu Zoropatai. kwenye akili zangu. Zorokotai. Nanyunyiza damu ya Yesu. Zorokotai. Nanyunyiza damu ya Nyunyiza Yesu. hiyo damu. Nanyunyiza damu. Peleka hiyo damu. Nanyunyiza Kwenye damu. ubongo wako. Nanyunyiza damu Peleka hiyo kwenye damu. ubongo wangu. Kwenye ubongo wako. Nanyunyiza Kwenye damu ubongo kwenye wako. ubongo wangu. Kwenye kichwa chako. Nanyunyiza damu Ratapata. kwenye kichwa changu. Saramanda. Nanyunyiza damu. Rekotai. Damu ya Yesu. Saramanda. Damu ya Yesu. Kwa damu ya Damu Yesu. ya Yesu. Kwa damu ya Damu ya Yesu. Yesu. Rekopatai. Damu ya Yesu. Saramanda. Damu ya Yesu. Oh, ya Naachilia damu. Damu ya ukombozi. Endelea kuomba Damu mtu. ya agano. Endelea Damu kuomba ya mtu. agano. Damu Endelea ya kuomba agano. mtu. Mungu Nanyunyiza Endelea damu. kuomba. Nanyunyiza Shika damu kichwa kwenye chako. akili zangu. Nyunyiza hiyo Kwenye damu. akili zangu. Nyunyiza hiyo Kwenye damu. akili zangu. Kwenye akili Kwenye yako. akili zangu. Kwenye akili Kwenye yako. akili yangu. Kwenye uwezo wako wa Nanyunyiza kufikiri. damu. Peleka hiyo damu. Nanyunyiza Peleka hiyo damu. Nanyunyiza Peleka hiyo damu ya damu Yesu. ya agano Peleka hiyo damu. iliyoamriwa. Peleka hiyo damu. Damu ya agano Peleka hiyo damu. iliyoamriwa. Peleka damu ya Yesu. Nanyunyiza damu. Peleka damu ya Damu Yesu. ya Yesu. Peleka damu ya Damu Yesu. ya Yesu. Peleka damu ya Ya Yesu. agano jipya. Peleka damu ya Yesu. Ikapite Unafunguliwa. kwenye akili zangu. Unafunguliwa. Ikapite Ratapata. kwenye ubongo wangu. Saramanda kabari. Inifungue. Saramanda kabari. Inifungue. Kwa Saramanda damu ya kabari. Yesu. Saramanda Kwa jina kabari. la Yesu. Saramanda Kwa damu ya kabari. Yesu. Usichoke Kwa mtu wa jina Mungu. la Yesu. Usichoke mtu wa Mungu. Nanyunyiza Peleka hiyo damu ya Yesu. kwenye akili yako. Nanyunyiza Kwenye akili damu yako. ya Yesu. Kwenye ufahamu Kwenye wako. akili yangu. Kwenye kichwa Kwenye chako. ufahamu wangu. Kwenye utosi Kwenye wako. kichwa changu. Ratapata. Kwenye utosi Kwenye wangu. ubongo wa mbele. Naachilia Kwenye ubongo wa damu nyuma. ya Yesu. Ubongo wa katikati. Naachilia Saramanda. damu ya Yesu. Saramanda. Damu ile Sarapata. ya ukombozi. Saramanda. Damu ile Saramanda. kwa ya ukombozi. Saramanda. Inikomboe Saramanda. akili zangu. Saramanda. Nikakomboe akili zangu Ratapata. zilizofungwa Saramanda na kabari. upumbavu. Endelea kuomba. Zilizofungwa Endelea na kuomba. kila ujinga. Endelea kuomba. Damu ya Yesu. Endelea kuomba. Damu ya Yesu. Endelea kuomba. Damu ya Kwa Yesu. damu ya Yesu. Inifungue. Kwa damu iliyo Damu bora. ya Yesu. Kwa damu ya agano. Inifungue. Kwa damu iliyo Damu bora. ya Yesu. Kwa damu ya agano. Inifungue. Kwa damu iliyo Kwa bora. damu ya Kwa Yesu. damu ya Kwa agano. damu ya Kwa Yesu. damu iliyo Kwa bora. damu ya Yesu. Saramanda. Kwa damu ya Yesu. Saramanda. Kwa damu ya Yesu. Unafunguka. Kwa damu ya Kichwa Yesu. chako Kwa damu ya Yesu. kinafunguliwa. Kwa damu ya Yesu. Akili zako Kwa damu ya Yesu. zinafunguliwa. Kwa damu ya Yesu. Randabada. Kwa damu ya Yesu. Saramanda. 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 Kwa damu ya Kwa Yesu. damu ya Yesu. Kwa damu ya Kwa Yesu. damu ya Yesu Kristo. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nanyunyiza. Nanyunyiza. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Kwenye akili yangu. Kwenye akili yangu. Nanyunyiza. Nanyunyiza. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Kwenye uwezo wangu. Kwenye uwezo wa wangu. kufikiri. Wa kufikiri. Kwa jina la Kwa Yesu. jina la Yesu. Kwa jina la Kwa Yesu. jina la Yesu. Nanyunyiza. Nanyunyiza. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Kwenye utosi. Kwenye Wa utosi. kichwa Wa changu. kichwa changu. Nanyunyiza. Nanyunyiza. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Kwenye fahamu zangu. fahamu Kwa zangu. jina la Yesu. Kwa jina la Kwa Yesu. jina la Kwa Yesu. jina la Yesu. Ninatamka. Ninatamka. Usiku wa leo. Usiku wa leo. Akili yangu. Inafunguliwa. Inafunguliwa. Ninatamka. Ninatamka. Usiku wa leo. Usiku wa leo. Akili yangu. Akili yangu. Inafunguliwa. Inafunguliwa. Kwa jina la Kwa Yesu. jina la Kwa Yesu. jina la Kwa Yesu. jina la Yesu. Kwa jina la Kwa Yesu. jina la Yesu. Ninatamka. Uwezo wa kufikiri. Unafunguliwa. Natamka. Akili yangu. Inafunguliwa. Fahamu zangu. Zinafunguliwa. Kujua kwangu. Kunafunguliwa. Kuhoji kwangu. Kujifunza. Kufanya maamuzi. Kunafunguliwa. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Nanyunyiza damu ya Yesu. Kwenye akili yangu. Nanyunyiza damu ya Yesu. Kwenye fahamu zangu. Nanyunyiza damu ya Yesu. Kwenye uwezo wangu. Wa akili. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Natamka. Maarifa yanaingia kwenye akili yangu. Maarifa yanaingia kwenye akili yangu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nanyunyiza damu ya Yesu kwenye ubongo wangu. Kwenye ubongo wangu. Unaotunza akili. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Usiku wa leo. Natamka. Nafunguliwa. Nafunguliwa. Uwezo wa kujua yanipasayo kufanya unarudi kwa damu ya Yesu. 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 Sema Bwana Yesu. Leo hii ninaombea akili yangu ifanye kazi sawa sawa. Kwa jina la Yesu. Ifanye kazi sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Kwa jina la Yesu. Ninaombea akili yangu iweze kufanya kazi sawa sawa na
na mapenzi ya Mungu. Nenda mbele za Mungu, ombea akili yako. Katika jina la Yesu Kristo, ninaileta akili yangu mbele zako Bwana. Ninaomba ikaweze kufanya kazi sawa sawa na neno lako, ikaweze kufikiri sawa sawa na neno lako, ikafanye kazi sawa sawa na mapenzi yako. Ninaileta akili yangu kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, ninaifunika kwa damu ya Yesu, ifanye kazi sawa sawa na neno lako, ifanye kazi sawa sawa na maamuzi yako, randa kabale, ombe akili yako, ombe akili yako, ombe akili yako, rakamanda, sorokota, soromanda, soromanda, akili yangu kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, akili yangu kwa damu ya Yesu, 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 akili yangu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, akili yangu unafunguliwa, ninaiombea akili yangu, ninaiombea akili yangu, uwezo wake wa kufikiri urejee, uwezo wake wa kufanya maamuzi sawa sawa na neno la Mungu, urejee kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, ninaiombea akili yangu, ninaiombea akili yangu, ninaiombea kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, akili yangu ifunguliwe, akili njema ikae kwangu, akili yangu iwe njema, ifanye kazi sawa sawa na neno la Bwana, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, neno la Mungu ninaombea kwa sababu akili yangu, ninaombea nanyi nimewakataa, ipokee maarifa, ipokee ufahamu, ipokee maarifa, ipokee ufahamu, zaramanda kwa damu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, akili yangu ninaifunika kwa damu ya Yesu, ninanyunyizia damu ya Yesu, kwa 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 damu ya Yesu, ninauondoa kwenye akili yangu, ninauondoa kwenye akili yangu kila uvivu wa kufanya maamuzi, kila uvivu wa kutafuta maarifa na ufahamu, kila uvivu wa kusoma vitabu ili kupata maarifa na ufahamu, ninakataa kila uvivu kwenye akili, ninakataa kila uvivu wa kufikiri, ninakataa kila utumwa wa akili, ninakataa kwa jina la Yesu, kwa damu ya 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 Yesu, ninakomboa akili yangu, ninakomboa akili yangu kila uvivu, kila uvivu wa kufikiri, akili yangu funguka kwa jina la Yesu, 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 ninanyunyiza damu ya Yesu kwenye akili yangu, ninanyunyiza damu ya Yesu kwenye akili yangu, ninaifungua akili yangu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo, ninafungua akili yangu kwa damu ya Yesu. Saramanda, sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, usiku wa leo ninakuruhusu uitumie akili yangu sawa sawa na mapenzi yako. Ninakuruhusu usiku wa leo ingia kwenye akili yangu na itumie sawa sawa na mapenzi yako. Bwana Yesu, Roho Mtakatifu, Mungu Baba, ninakuruhusu kuanzia sasa tumia akili yangu kwa jina la Yesu. Kuanzia sasa ninaiweka akili yangu kwenye mikono yako kwa jina la Yesu. Mungu kabidhi akili yako, mruhusu Mungu atulie. Baba, katika jina la Yesu ninakabidhi akili yangu mikononi mwako Bwana. Ninaruhusu Baba utumie akili yangu, ninakuruhusu utumie akili yangu sawa sawa na mapenzi yako, sawa sawa na mapenzi yako. Mungu, katika jina la Yesu sikupi mipaka tena kwenye akili yangu, sikupi mipaka tena kwenye akili yangu, ninasalenda mbele zako Baba. Tumia akili yangu, naweka akili yangu mikononi mwako, naweka akili yangu kwenye madhabahu yako. Upitishe mawazo yako, upitishe mawazo yako, upitishe mawazo yako, mawazo yaliyo sahihi, mawazo yaliyo sahihi, mawazo yaliyo sahihi yanayotoka kwako. Tumia akili yangu sawa sawa na mapenzi yako, sawa sawa na neno lako, sawa sawa na mapenzi
mapenzi yako, sawa sawa na neno lako linalosema wewe ndiwe Mungu wangu, unifundishe ili nipate faida. Ninakuruhusu unifundishe kwenye akili yangu, unitumie akili yangu na unifundishe ili nipate faida kwa jina la Yesu Kristo. Mtu wa Mungu, weka mkono wako kwenye kichwa chako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakutukuza kwa ajili ya watu wao ambao Mungu ameweka mikono yao kwenye vichwa vyao. Nami sasa hivi naruhusu damu ya Yesu ipite kwenye vichwa vyao, iwafunike vichwa vyao, ipite kwenye akili zao, ifunike vichwa vyao, ifunike akili zao kwa jina la Yesu Kristo. Baba yangu na Mungu wangu, naruhusu damu ya Yesu Kristo, damu ya agano, damu iliyoamriwa, damu iliyo bora, imeamriwa na Mungu ya kwamba ni bora kuitumia. Ninaifunika vichwa vyetu, vichwa vya watoto wako wote hawa Baba. Ninaruhusu damu ya Yesu Kristo ifunike vichwa vyetu. Kila ugonjwa wa akili upone sasa, kila kupungukiwa na akili kuishe sasa, kila kuumwa kwa akili kupotee sasa kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Kila ugonjwa wa kichaa uondoke sasa hivi. Na kabidhi akili zetu zote kwenye mikono ya Yesu Kristo, kwenye mikono ya Mungu Baba na Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Akili yako ninaifunika kwa damu ya Yesu Kristo. Amen. Na akili yako ninaifunika kwa damu ya Yesu Kristo. Amen. Akili yako ninaikabidhi kwenye mikono ya Yesu Kristo. Amen. Kuanzia sasa akili yako imefunikwa kwa damu ya Yesu Kristo. Amen. Kwa damu ya Yesu Kristo. Amen. Kwa damu ya Yesu Kristo. Amen. Mtu wa Mungu, nyanyua sadaka yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu tunakutukuza kwa ajili ya uaminifu wako. Ninasema asante kwa ajili ya sadaka zetu. Ninasema asante kwa ajili ya sadaka zetu. Baba, tunaziweka mikononi mwako. Baba, tunaziweka mikononi mwako. Tunakupa wewe Baba yangu. Tunapoweka sadaka zetu hizi, tunaruhusu tumia akili zetu. Tunaruhusu fungua akili zetu. Tunaruhusu tusaidie Mungu wangu. Tunaomba uturehemu Mungu wangu. Tunaomba utusaidie Baba yangu. Kama kwa namna yoyote ile tulikunyima Baba ustawali akili zetu, kuanzia sasa tawala akili zetu. Tusaidie akili zetu katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Baba yangu, takabali sadaka za watoto wako. Pokea sadaka za watoto wako. Wasaidie watoto wako kuanzia sasa hivi Mungu wangu, kuanzia saa hii Mungu wangu, katika jina la Yesu Kristo. Basi mtu wa Mungu, utatuma sadaka yako kwenye namba 0716052202. Narudia tena, utatuma sadaka yako kwenye namba 0716052202. Lakini pia mtu wa Mungu, kama haujaokoka, unasema leo nataka kuokoka, Yesu Kristo, ninaomba unisamee makosa yangu, najikabidhi kwako, basi fuatisha sala hii. Sema: Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya uaminifu wako. Usiku wa leo ninakupokea moyoni mwangu. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Kuanzia sasa ninakukabidhi maisha yangu na ninakukabidhi akili zangu. Usitumie wewe kama vile unavyotaka. Kwa jina la Yesu. Amen. Basi mtu wa Mungu, kama umesema hiyo sala, utakuwa umeokoka. Utatutumia jina lako kwenye namba 0655188869. Utatutumia jina lako ya kwamba umeokoka kwenye namba 0655188869. Lakini pia mtu wa Mungu yoyote, kama unapitia changamoto yoyote na unahitaji maombi, basi utapiga simu kwenye hizo namba 0716052202 au 0655188869. Mtu wa Mungu, ninatamka akili zako zikafunguliwe. Amen. Ninatamka Mungu akatawale akili zako kuanzia sasa. Amen. Na maarifa ya kimungu yakazaliwe ndani yako kwa upya, kwa jina la Yesu Kristo. Amen.